بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد mazungumzo yetu katika ahkam za fiqh tulikuwa tunazungumza kuhusu swala na tulikuwa tunazungumza kuhusu nyakati za swala na tumezungumza kuhusu wakati wa swala za wajib, swala tano: asubuhi, adhuhuri, alasiri, magharibi na isha. Na wakati tukazungumza pia kuhusu wakati ambao ni wa fadhila, kisha tukazungumza kuhusu nafila ni ngapi katika siku, kisha tukaelezea nyakati hasa za nafila zile. Na hapo ndipo mahali tulipofikia. Na katika fadhila ambayo ilikuwa tumeelezea mwisho na ni vizuri kuirudia au kuelezea, ni kuhusu fadhila ya magharibi. Fadhila ya magharibi tulisema wakati wa magharibi unapoingia, kwa sababu tulisema kuna magharibi ya kikawaida na magharibi ya kisheria. Magharibi, baina ya magharibi ya kikawaida na magharibi ya kisheria ni kwamba magharibi ya kikawaida ni jua kuzama. Ndio watu husema magharibi imeingia, ni jua limezama. Na huu wakati jua linapozama kuna wekundu ambao huwa unaonekana upande wa mashariki na magharibi. Sasa huu wekundu unapoanza kupungua, tulisema kwanza mwisho wakati wa swala ya isha ni wakati jua limezama. Na wakati huo hakuna swala baada ya hapo, hakuna swala inayoswaliwa ila mpaka baada ya magharibi ya kisheria. Magharibi ya kisheria nayo inaanza wakati gani? Wakati huu wekundu utakapopungua mpaka kufikia kwenye utosi kichwani hapa juu, yani ukawa ni magharibi, upande wa magharibi ndio kuna wekundu. Wekundu umekwisha upande wa mashariki, umebaki wekundu kwa upande wa magharibi. Huo ndio mwanzo wakati wa swala ya magharibi. Na pia vile vile ndio wakati wa mwanzo wa swala ya nafila. Baada tu ya kuswali magharibi, swala ya nafila wakati wake ndio huo, na unaendelea wakati huo, nafila ile wakati wake unaendelea mpaka mwisho wa wakati wa swala ya magharibi. Yani zinaenda sambamba nafila, kwa sababu nafila ni baada ya swala ya magharibi, na wakati wake unaendelea kama vile ni wakati wa magharibi unaendelea mpaka nusu ya usiku, kama tulivyosema huko awali, kwa sababu magharibi ni hadi nusu ya usiku, kwa muda ambao unatosha swala ya isha. Na kwa mtu ambaye ana dharura, ana kizuizi, hakuweza kuiswali swala yake ya magharibi kabla ya nusu ya usiku, tulisema ya kwamba wakati wake unaendelea mpaka alfajiri. Yani kabla ya adhana alfajiri anaruhusiwa kuswali swala yake ya magharibi, na ya isha pia vile vile ikiwa alikuwa na kizuizi. Na pia vile vile swala ya nafila pia ya magharibi inaendelea pia kwa wakati huo. Kwa mtu mwenye dharura pia ataendelea na swala hiyo, anaweza kuiswali mpaka kufikia swala wakati wa asubuhi alfajiri, bila ya kuweka nia ya kwamba anaswali swala ya kadha. Na swala ya isha vile vile inaanza wakati huo huo
baada ya kuswali, kwa sababu tusema wakati wa swala ya Isha ni baada ya kumaliza swala ya magharibi, na wakati wake unaendelea mpaka nusu ya usiku. Na nusu ya usiku kwa mtu ambaye hana dharura, kizuizi chochote, si msafiri, labda hako katika hali, kwa mfano alikuwa na hedhi au nifasi ikamzuia kuswali kwa wakati, na hedhi yake labda ikaisha baada ya nusu ya usiku, kwa huyo ambaye ana vizuizi, swala yake ya magharibi na Isha inaendelea mpaka asubuhi. Kwa mtu ambaye hana vizuizi, wakati wake mwisho ni wakati wa swala ni wa nusu ya usiku. Na tulisema nusu ya usiku inafanya nini? Nusu ya usiku kipimo chake ni kuangalia swala adhuhuri aliswali wakati gani, adhana iliadhiniwa saa ngapi, alafu kama iliadhiniwa saa 7 kamili ataongeza masaa 11 na dakika 10. Kwa hivyo maana yake ikiwa adhuhuri ilikuwa saa 7, nusu ya usiku itakuwa saa 5 na dakika 10. Hiyo ndio wakati ambao umewekwa. Kipimo hicho ndio kipimo cha kuweza kujua nusu ya usiku. Saa 5 kwa swala kama hii, na itakuwa adhuhuri ikiwa ni saa 7 basi itakuwa saa 5. Ikiwa ni kabla ya hapo basi adhuhuri itakuwa ni kabla ya saa 5 na dakika 10. Huo ndio wakati wa sala ya nini? Ya magharibi, nafila ya magharibi na nafila ya Isha. Ama nafila ya usiku tulielezea na tukasema ya kwamba rakaa zake ni 11, yani swala ya tahajjud imegawanyika makundi matatu. Rakaa 8 kwanza ni salatul layl, rakaa 2 ni salatu shaf'i, na rakaa 1 ni salatul witri. Sasa hizo ndio zinaitwa sala ya tahajjud, hata ingawa watu wamezoea kusema salatul layl kwa zote tatu, hata ingawa iliyo sahihi ni kwamba zile 8 tu ndio zinaitwa salatu tahajjud, salatu layl, na yote inaitwa salatu at-tahajjud. Sasa tunapoangalia pia vile vile kuhusu wakati wa salatu tahajjud, wakati wake ni kuanzia nusu ya usiku. Kuanzia nusu ya usiku unaweza kuswali salatu tahajjud hadi kufikia alfajiri, yani kabla ya kuadhiniwa unaweza kuswali. Lakini bora zaidi mtu wakati ambao ni ule unaoitwa wa sahar, wakati wa daku, huo ndio wakati bora, una thawabu zaidi mtu ikiwa ataswali swala ya tahajjud. Na hususan zile rakaa 3 za mwisho, shaf'i na witri, wakati wake bora zaidi ni huu. Bali tunaelezewa katika historia ya kwamba Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alikuwa, na hii ndio njia bora zaidi, alikuwa akiswali swala hii kwa kugawanya, yani anaamka usiku anaswali rakaa 2 alafu analala tena, anaamka tena baadaye tena anaswali rakaa 2 alafu kisha analala, yani mpaka kufikia asubuhi atakuwa amemaliza swala zote. Hiyo ndio njia bora kwa mtu ambaye ana uwezo, na kwa njia hii pia mtu anakuwa anaweza kutawala, anapata nguvu. Ni mazoezi ya hali ya juu, ni riadha ya nafsi, ya kwamba usingizi usimtawale, yani analala tu kupumzika kidogo, kitambo awe usingizi umemtawala kabisa, anaamka tena anaswali. Hii ni kwa mtu ambaye anaweza, lakini kwa watu wengine si lazima. Ama ikiwa unajua kwamba hutawahi asubuhi kuamka kwa wakati ule, ni bora, inakuwa vizuri uanze kuswali swala hii kabla ya wakati. Ni vizuri uwe utaanza sala hii kabla ya wakati yani mwanzo wa usiku. Yani mtu asisubiri mpaka kuwe kutakucha, yani kuwe alfajiri itaingia, bali nusu ya usiku tu itakapoingia aswali swala zake zile, swalatul layl amalize. Na pia vile vile anaweza, tunaambiwa kwa daraja za mustahabu za usiku, nikielezea
umuhimu wa salatul layl au sala ya tahajjud ni kwamba ikiwa huna uwezo, yani umeshindwa kuswali katika wakati wake, yani umepatwa na vizuizi, umeshindwa kuswali swala yote, unaambiwa ukishindwa kuswali rakaa zote 11 basi usikose kuswali rakaa 3 hizi za mwisho. Ikiwa utashindwa rakaa 3 usikose kuswali rakaa 1. Ikiwa utashindwa kuswali ukiwa umeelekea kibla, yani ukasimama hali ya kusimama na kurukuu na kusujudu, basi uswali kama umeketi. Ikiwa huwezi hata kuswali katika hali ya kuketi, unaambiwa pia basi uswali ukiwa hata umejinyoosha, yani hali haikuruhusu, yani lakini usiwache usiku salatul layl. Ikiwa huwezi kuswali katika hali ya kuwa umetulia, unaambiwa kwamba hata swali ikiwa unatembea, almuhimu kwamba uwe uko katika kibla, au kata gari kama inaenda kwa mfano, hiyo ni daraja moja kidogo juu. Swala za nafila za mustahab si lazima ya kwamba lazima mtu awe amesimama msikitini anaswali. Kama ikiwa kuna daraja ya chini, ikiwa huwezi ya kusimama kama umeelekea kibla katika hali ya kunini vitendo vile kikawaida, basi hata kama kwenye gari, ikiwa gari inaelekea upande wa kibla, waweza ukapiga takbira yako na ukaswali ukiwa umeketi pale, ukisujudu, ukirukuu kwa kuinamisha kichwa chako na ukisujudu kwa kuinamisha zaidi, unaweza ukafanya vile, ilhali tu usije ukaacha swala. Hata pia kwa mfano kwa kutembea, unatembea, mimi mwenyewe nishawaiona watu ambao wako katika hali kama hizi, yeye yuko katika swala huko anatembea, lakini unamsalimia, unazungumza naye, anajizuia basi, lakini ukichunguza utaona kwamba yuko katika hali fulani ya ibada. Sasa mtu anaruhusiwa, hata ingawa ndio kuna mambo mengine ndio unaruhusiwa, lakini ukiwa una njia ya kuweza kufanya njia ile bora ndio ufanye. Usifanye kwa hiyo njia ambaye usijizoeshe kufanya mambo kama ambayo sasa yako chini, yani daraja ya chini, ujizoeshe kufanya kwa ile daraja ya juu. Hiyo ni ikiwa labda umefikia dharura kabisa na unaona wakati unakwisha na hamna njia ya kupata ila kwa njia hiyo. Pia kwa mtu ambaye tunaambiwa kwamba kwa salatu layl, kwa mtu ambaye hana uwezo, yani ni kama mfano kijana ambaye, kwa sababu vijana kawaida usingizi wao ni mzito sana, hawezi akilala, basi kuna watu ambao usingizi mzito, anajua sitawahi kuamka salatu tahajjud, anaruhusiwa na inabidi labda alale kabla ya nusu ya usiku. Mtu kama huyo anaruhusiwa kufanya nini? Kuswali kabla ya nusu ya usiku, lakini anaambiwa ni afadhali, ni bora zaidi kuiswali salatu layl au salatu tahajjud kadha, kuilipa, yani akiamka ailipe, na akiswali katika wakati wa swala ya asubuhi, yani baada tu ya swala ya asubuhi anailipa, ni bora zaidi kuliko kuiswali nje ya wakati wa swala ya alfajiri, yani baada ya jua kuchomoza. Hata ingawa unapopitwa na swala hii ni vizuri, bali tunaambiwa nafila zote tunapopitwa nazo ni bora zaidi mtu azilipe kama vile anavyolipa swala zake za wajibu. Ukipitwa na nafila, labda ulikuwa na sababu kizuizi, ni mustahabu pia vile vile kuzilipa zile swala za nafila. Na ama fadhila na utukufu wa salatul layl ni kwamba swala hii ina faida chungu nzima, na zimefikia takriban ikiwa sijasahau karibuni faida 20 labda na moja au na 4 faida za salatul layl. Miongoni mwa faida zile ambazo zimetajwa, kuna watu wamezikusanya labda katika kutoka kwenye hadithi, mimi nikielezea tu baadhi ya faida zake, ni kwamba salatul layl, mwenye kuswali salatul layl hakuna siku ambayo atasema ya kwamba leo nimelala njaa.
inalete riziki, inazidisha riziki. Salatul layl inatia mtu nuru kwenye uso wake. Wenye kuswali salatul layl wanatofautiana na watu wasio salatul layl au salatu tahajjud. Wana nuru kwenye nyuso zao. Salatul layl ndio sharafu ya mu'min siku ya kiyama. Yani maana yake ni kwamba sasa hivi watu hapa duniani masayid wanakuwa ni masayid kutokana na kuwa wanadamu ya mtume, lakini huko mbele peponi watu watakuwa ni masayid, ni masharifu kutokana na salatul layl. Watakuwa na utukufu wao wenye kuswali salatul layl. Inaondolea mtu balaa. Almuhim ni kwamba kuna faida chungu nzima za salatul layl. Mtu hafai kuipuuza salatu tahajjud. Mtu hafai kuipuuza, anafaa kujitahidi awe ni mwenye kuiswali kila siku, na ina faida zake ambazo tumetaja. Ukishindwa kwa njia hii, bali mtu labda wakati mwingine, na wengine wamewahi kufanya hii, wale ambao labda wanataka kujizoesha, ikiwa labda hujazoea kuswali salatul tahajjud, unataka kujizoesha, ikiwa unaona rakaa hizi 11 ni nzito sana, basi jizoeshe kabla ya kulala. Yani hata kama utalala kabla ya nusu ya usiku, kabla ya wakati wake kuanza, unahakikisha kwamba wewe hutalala ila tu baada ya kuswali rakaa moja ile ya salatu alwitri. Ukiweka hii kanuni, baada ya muda mwili wako utazoea, utasema la, rakaa moja hii ni kitu kidogo, basi ngoja niongeze rakaa 2 zile zingine za witri. Utajizoesha hivyo. Baada ya muda utakuwa ukiswali salatul witri na shafi'i na witri. Baada ya muda uongeze hizi zingine, baada ya kuwa umezoea swala hii nyingine, yani hizo 3, basi ujizoeshe na hizi zingine. Ukishazoea kuiswali swala kamilifu kabla ya kulala, basi polepole uanza kujitahidi kuamka usiku kabla ya alfajiri. Na we mwenyewe, kwa sababu ya kuwa mwili wako utakuwa ushavutiwa na ushapatwa na athari ya swala ile, utakapokuwa umenuia kuiswali kabla ya alfajiri, basi utajikuta ya kwamba utapatiwa taufiki na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na utakuwa kiamka na kuswali swala yenyewe kabla ya alfajiri. Na pia ujizoeshe ya kwamba ikikupita unailipa, unaifanyia kadhaa. Kwa kufanya hivi itakuwa imeingia kwenye damu yako na itakuwa haikuachi. Na miongoni mwa mambo ambayo tunaambiwa katika hadithi ya kwamba miongoni mwa sababu ambazo zinamfanya mtu kukosa taufiki ya salatul tahajjud ni kufanya dhambi. Tunaambiwa unapoona umepitwa na salatu tahajjud, angalia nini ulichofanya. Huenda kwamba ulifanya dhambi fulani ambayo ndio imekukosesha taufiki ya kufanya nini, ya kuswali swala tahajjud. Na yani nikimaanisha kwa wakati wake. Sasa mtu ajitahidi vyovyote vile, hata akipitwa ajitahidi kuilipa, na ajiangalie pia nafsi yake kama kuna kasoro pia iko nazo, ajitakase. Tufikia hapo. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad.